Ulaya inawaka moto sana, na kadri siku zinavyokwenda mbele ndivyo hali yao inazidi kuwa mbaya sana. Wiki hii ilikuwa ni zamu ya Uingereza kuwaka moto. Tunakumbuka siku kadhaa nyuma ilikuwa ni Ufaransa. Sababu kuu ni ile ile, ndugu zangu. Kwenye njaa kuna kila aina ya vurugu. Sasa kabla sijaenda kwenye sababu kuu ya vurugu za Uingereza, kwanza nataka tujifunze kitu hapa kwenye unafiki wa wazungu. Unajua matatizo ya wazungu huwa wanapenda kutafuta msamiati mzuri kuyaficha. Alafu matatizo yakiwa kwetu sisi wa Afrika huwa wazungu wanapenda kutafuta msamiati mkali wa kulizungumzia lile tatizo. Kivipi? Vurugu za Uingereza sababu kubwa ni uhamiaji. Sawa Kama hivyo ilivyo kwa Afrika Kusini. Sasa vurugu za Afrika Kusini huwa wanatumia msamiati xenophobia. Neno xenon ni la Kigiriki, manake mgeni. Phobia chuki. Kwa hiyo chuki kwa wageni. Ukija kwa Uingereza wao wanaita anti-immigration, si ndio Wanapinga masuala ya uhamiaji. Wanaohamia ni nani? Si wageni. Kwa hiyo vurugu za Uingereza ambazo ni migration, anti-migration violence wanajua wenyewe ndizo hizo kama Afrika Kusini, kwa sababu tatizo linasababishwa na wageni wanaokwenda sehemu husika. Kwa hiyo wale wageni wanabadilisha kanuni na taratibu za sehemu husika. Kwa hiyo pointi yangu ni kwamba vurugu za Afrika Kusini na vurugu za Uingereza zote zinatakiwa zitafutiwe msamiati mmoja. Hivyo na Marekani pia. Kwa hiyo wasituzunguke akili yetu kwamba Afrika Kusini ni xenophobia, Uingereza sijui ni anti-immigration policy, sijui immigration nini. Yote vurugu zote zinasababishwa na wageni kwenda sehemu husika. Swali la kujiuliza kwenye hizi vurugu za Ulaya nimejikita zaidi. Je, hawa wageni wanapenda kwenda au huwa wanaitwa na wenyeji wao, yani Waingereza? Ukweli ni huu. Nchi zote ambazo zinapokea wageni wengi na hao wageni wakaanza kuleta vurugu kama wenyewe wanavyodai, huwa wale watu wanaitwa na wenyeji wao, yani watu wa nchi husika. Wote ambao tunaishi kwenye mitandao, kila siku tunakutana na hizi video za ndugu zetu wanatuambia njooni huku fursa zipo. Njooni huku fursa zipo. Na sio wanapiga kelele tu, wanatuonyesha mpaka kwenye hivyo migahawa, sijui. Yani utakuta na mtu labda yuko Marekani, ameenda kula sehemu, akapiga picha akakuonyesha, unaona hapa wanatafuta wafanyakazi. Au mwingine yuko gym anakuambia bana hii gym inatafuta mfanyakazi. Kwa hiyo ndugu zetu huwa wanatuhamasisha tuende kule kwa sababu fursa kweli zipo. Swali la kujiuliza, wakati wenzetu wanatuita tukachangamkia hizo fursa, wenyeji hawazitaki, yani wazaliwa wa pale? Ni kweli kabisa, wazaliwa wa pale hawataki kazi. Yani wamelelewa hivyo, wamelelewa hawezi kufanya kazi. Nikupe mfano mmoja ulio hai kwanza kabla sijaenda mbali. Kila kona ya Dar es Salaam ukipita ina tangazo la kazi. Na Dar es Salaam ni mji una zaidi ya watu 10% ya raia wa nchi ya Tanzania. Alafu nikuongezee na hii, na idadi ya watu Dar es Salaam inaongezeka kwa zaidi ya 5 mpaka 6 kila mwaka. Inaongezeka, yes. Kwa nini? Kwa sababu ya ule mfumo wangu naopigiaga kelele, mfumo wa kiudalali. Hakuna sera ya serikali inayomanage watu, bali watu wamejitengenezea sera zao. Kikundi fulani cha watu kimetengeneza sera zao, ndo kinachoendesha mambo. Ndicho kinachofanyika Uingereza na Marekani. Kivipi? Uingereza haiendeshwi na huyo sijui Kiastama, sijui mfalme wao, hapana. Kuna kikundi cha wafanyabiashara makapitalist ndio wanaoendesha Uingereza. Hivyo kwa Marekani. Nitakupa mfano hai. Trump ameingia na sera yake ya kuzuia wahamiaji, si ndio? Watu walio Marekani watakupa ushuhuda nao kuambia. Sekta ya kilimo imeyumba Marekani kwa sababu zaidi ya 70% ya wafanyakazi wa sekta ya kilimo ni illegal immigrant, wahamiaji wa bei rahisi ambao wanapita mlango usio halali. Asilimia zaidi ya 90 ya wafanyakazi wa sekta ya ujenzi ni wahamiaji wanaohamia Marekani katika njia ndizo sivyo.
Kwa nini? Kwa sababu wameshaharibu generation yao, generation ambayo inalelewa kwamba maisha ni pesa na maisha sio kazi. Kwa hiyo maana yake nini? Hii generation hata ukiambia ivue nguo ipewe pesa, iko radhi kwa sababu imeshalelewa kwenye kichwa chake kwamba maisha ni pesa. So kama kuna njia nyepesi ya kupata pesa, kwa nini nipite njia ngumu? That's the means Western wameitumia kudestroy generation zao. Sasa Uingereza iko hivi. Hizi vurugu za uhamiaji za Uingereza zinasababishwa na au capitalist ambao wanahitaji watu kwa ajili ya shughuli zao mbalimbali, shamba, viwandani, unajua mwenyewe. Na hawa ndio wanaotoaga pesa kwa wale maagent wa kutafuta watu kwa ajili ya hizo shughuli zao. Hizi video zinazozaagaga mtandaoni za watu wa Poland, sijui Ufaransa, Uingereza kuwa wanatafuta watu kwa ajili ya kufanya kazi, sijui bakery, sijui bustani, sijui nini. Hizi video kumbuka zinalipiwa. Unazikuta mtandaoni. Hazijaja tu mtandaoni from nowhere. Alafu achana na hizi video za ndugu zetu wenyewe ambao wanatuhamasisha nao. Yaani kuna njia mbili za kutafuta watu kwenda Ulaya. Kuna hawa ndugu zetu wanaotuhamasisha direct. Alafu kuna matangazo yako mitandaoni, YouTube, Facebook, yanahamasisha vijana waende Ulaya kwamba kuna kazi. So hizi advertisement zinalipiwa na hao maagent ambao kazi ya agent ni kutafuta watu. You see? Sasa mpaka imekuwaje wakafika hapo? Kichwa cha habari kumbuka nimeshakwambia wameharibu kizazi chao. Sasa hichi kikundi ambacho kinaiendesha serikali, na lazima serikali ikitii hichi kikundi. Serikali haiwezi kwenda kinyume na hichi kikundi. Kwa sababu gani? Serikali itapata wapi pesa za kuendesha nchi? Sababu serikali inaokota kodi. Nikupe mfano mwingine hai. Magufuli alipoingia madarakani, kuna sheria kali sana zilianza kutekelezwa katika sehemu za mijini kwenye masuala ya starehe. Nilikuwa nimekaa kijiweni mimi na rafiki yangu, namtaja kabisa, anaitwa Musa. Nikamwambia, Musa, hapa mzee wetu atafeli. Akaniambia kwa nini? Nikamwambia siku si nyingi mzee wetu akienda SBL na TBL, hivi viwanda vya bia, ataambiwa mauzo yameshuka. Kipindi hicho mimi nishajua dunia inaendeshwaje. Haikupita wiki magazeti mawili yakawa na vichwa vya habari, frontline pages, kwamba SBL na TBL mauzo yameshuka. Zile frontline headline za yale magazeti ilikuwa ni ujumbe kwenda kwa serikali kuu. Kama mmezoea kuchukua bilioni kadhaa kutoka kwetu, hizo pesa hazipo. Kwa sababu mmezuia biashara ya night club. Yani mna control hizi biashara za starehe. What is the point here? Point ni kwamba kikundi fulani cha watu kikisha kuwa kinaiendesha nchi, kinakuwa ndo dikteta wa kila kitu katika jamii ile. Kwa sababu wao ndio watu wa pesa. Lakini nihitaji zile nchi zangu pendwa. Lakini wewe ujinga kwa nini huwezi kukuta Russia? Russia haihitaji watu wanywe mavodika, walewe, wavue nguo ndio ipate pesa ya kuendesha nchi. Hapana. Russia inavuna madini, Russia inavuna gesi, inauza. You see, twende China. China imelelea watoto wao kwamba maisha ni kazi. Kwa sababu kwenye kazi ndiko utaisaidia jamii yako, kwenye kazi ndiko kwenye maisha. Pesa ni karatasi, likikosa bidhaa halina thamani. You see, so kwa hiyo matatizo ya Ulaya, hiyo immigration zao au xenophobia zao wamezitengeneza wenyewe. Kikundi cha watu kilitengeneza utamaduni wa kuiharibu jamii nzima. Sasa baada ya ile jamii kuharibika totally and completely, inabidi sasa watoke kwenye ile jamii walioiharibu ambayo ni functionless, non-functional society, wakatafute watu fanya kazi sehemu nyingine. Na huu ndio mfano hai hata Dar es Salaam. Kwa nini watu wanajazana Dar es Salaam? Kwa sababu watu wakifika wanaji westernize Dar es Salaam, wanakuwa functionless, kama mtu kaja kufanya kazi kwa mtu ameshaujua mji kwamba kumbe nikivua nguo I can make more money than kufanya kazi wiki nzima nipate sijui 25. Kumbe 25 unaweza nikazipata zaidi ya hizo kwa siku moja tu kwa kuvua nguo. Just an example I'm giving you. Kwa sababu tuko westernized wote. Waafrika tuko westernized. Kwa sababu wa westerns ndio walitawala. So nirudi kwenye sababu kuu. Sababu kuu, kwanza jamii imeshaharibiwa na huo utamaduni wa kuingiliana kama wanavyodai. Pili, jamii imepokea wageni wengi kwa sababu wenyeji hawafanyi kazi. Hivi kuna sehemu panahitajika wafanyakazi wengi katika dunia yetu kama China?
kwa sababu China ndio kitovu cha uzalishaji wa bidhaa za dunia yetu kwa sasa. The world manufacturing center of our planet right now is China. So wewe unafikiri China inahitaji wafanyakazi kiasi gani? China inahitaji wafanyakazi vibaya mno. Sasa kinachowatafuna China na wanaogopa ni rate ya kuzaana imeshuka. Mchezo unaocheza sasa hivi serikali ya China, mwanamke akishika mimba tu anapewa pesa, cash money. Hiyo ni sera ya nchi kupromote wanawake wabebe mimba. Maendeleo yana changamoto zake. Kwa sababu maendeleo yanafanya wanawake wanaona kama vile kuzaa ni kupoteza muda. Sasa serikali nayo imeshaanza kustep in. Mwanamke akishika mimba tu CCP wanampa cash money na wanamtunza. You see, kwa sababu serikali imeshaanza kuangalia mbele kwamba hii working class tunayo sasa hivi tunaringa nayo, lakini miaka 10 mbele hawa watazeeka, wataondoka, halafu hatuna generation ya kuwapokea wengine. So tunafanyaje? Tuanze kwa zunguka hawa wanawake wetu, tuwape pesa wazae. Unaona smart government zinapofanya kazi. Sasa hizi fake government zenu mnaziona zina akili, zimeshawafundisha watoto wao kwamba ukisaula ukipata pesa maisha is good to go. Wewe unategemea kitu gani? Kwa hiyo matatizo ya Waingereza ambao mnaniambiaga wana akili sana, waliyatengeneza wenyewe. Si ndio wana good culture au si ndio wana utamaduni mzuri, si ndio manake? The bottom line is matatizo ya magharibi wameyatengeneza wenyewe kwa kuharibu generation zao. Leo hii ukiwa na pesa zako hapa umefungua sijui kampuni la ulinzi, unafikiri utampata mtu wa Dar es Salaam? Si unakwenda huko sijui Morogoro, sijui Mbeya, Mwanza, sijui Mara, huko naenda kuchukua vijana unawaleta. Na wakifika hapa wakishaujua mji wanaachana na hiyo kazi, wanaingia kwingine. That's what's happening all across the western cities. Kwamba watu wanakwenda kweli na kazi moja, wakifika wakiujua mji wanaacha hiyo kazi. Matokeo ya matatizo yote hayo ni kikundi cha watu kuiendesha nchi. It's very dangerous. Cha kujifunza hapo ni nini kwetu sisi? Serikali ianze mchakato wa kujitoa kwenye kikundi cha watu kuiendesha nchi. Hawa watu huwa wanafika sehemu wanaamua binadamu wa nchi waishi vipi ili wao waendelee kupata faida. Ndicho kinachowatafuna Ulaya na Marekani, kwamba kuna kikundi cha watu kimeshaamua watu waishi vipi kwa faida yao. Mwisho wa siku taifa linakuwa halina binadamu tena, lina mazombi na mavampire. Ndio wanaumizana, people are heartless. Watu yani kuna matukio mengine ni naangaliaga mpaka na paralyze ya akili. Unajiuliza. Lakini as long as mimi nishaishi kwenye miji mikubwa, ile hasira na yale maumivu ya watu wanayopitia mimi najua, I can feel the pain, na inaweza kabisa. Kwa mfano kama tukio la yule jamaa aliyemuua yule mwanamke ambao ni liko viral bado Marekani. I can feel the pain of the guy. Why? Unajua kuna level ya ukandamizaji unaipitia mpaka unakuwa heartless, unakuwa yani uogopi kwa jambo lolote, upigwe risasi, chochote utakachofanywa unaona is okay. Yani akili inakuwa ina guns totally. Kwa hiyo ndio haya matukio ya kiuhalifu ambao unayaona, alafu wazungu wanakuja na misamiati tu sijui afya ya akili. Hayupo mtu wa kufanya uhuni kama huo akiwa na uhakika wa kulala na kula. Mwanadamu anahitaji vitu viwili, kula, kulala. Hivyo vingine atavifanya. Hadi ukishamtengenezea mazingira mwanadamu kwamba ana uhakika wa kula na kulala, chochote unachotaka kufanyia atakufanyia. So unaona watu wanawaza kwenda sijui sayari ya Mars. Matatizo ya duniani hawajamaliza, lakini wanawaza kutengeneza kitu liende sayari ya Mars. Unajifunza nini? Kila kizazi kila kikishiba kinawaza kumsahisha Mungu tu. Kwa sababu wale wasomaji wa Biblia wanakumbuka sijui Babeli walikula wakashiba wakatengeneza mnara ukafike kwa Mungu sijui. Kwa hiyo inatofauti gani na kizazi chetu cha sasa kwamba kuna watu wanawaza waende sayari ya Mars? Kumbuka matatizo bado hatujamaliza duniani hapa. Riziki, kuna watu wanakosa riziki ya milo mitatu. Lakini people are thinking about getting out of this planet and start life in another planet. Mungu aliyetuumba sometimes mimi nahisi kama vile anatushangaa au I don't know, I've got no way to express this. But the thing is, ni hatari sana group la watu kuendesha nchi nzima kwa faida yake. Ndicho kinachowatafuna Ulaya na Marekani. Tuelimike, tusio wasomi.